unyenyekevu wako ndio unaotengeneza hofu ya nani? Ya Mungu ndani ya moyo wako. Tulio wengi tunapokuwa tujatiwa mafuta hatuwezi kuhubiria wengine. Na huyu anayetakiwa kuhubiriwa, maana ni hiyo ni issue nyingine. Anayetakiwa kuhubiriwa lazima awe na moyo wa kufanyaje? Wa kunyenyekea. Kuhubiri tumehubiri sana, tumewaeleza wengi. Lakini je, umekutana na mnyenyekevu? Kuna mtu ananielewa nalo nisema? Yaani kama ni kuhubiria umehubiria wengine wengi tu. Lakini hao, je, kuna mnyenyekevu? Ili Mungu awafanyaje? Awagange mioyo iliyofanyaje? Iliyokuwa imevunjika. Kinachovunja moyo wa yeyote ni mapito, ni hadha, taabu, kila aina ya mambo mabaya uliyokutana nayo kwenye maisha yako. Yanakupelekea kushindwa kuomba, yanakupelekea kukutoa kwenye uwepo wa Mungu, yanakupelekea kuwa mtu wa kawaida. Hata kiu ya ibada kwako na kuwa haipo tena. Na dalili ya anguko la aliyeitwa ameokoka mtu wa imani. Israeli alikuwa na bidii, lakini ameanza kujivuta. Ibada kwa kujivuta, kuomba kwa kujivuta, kufunga kwa kujivuta, hata na aina ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu wa moyo wake anafanya kwa kusudi. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye amevunjika nini? Moyo. Nami nakufundisha asubuhi ya leo, anasema Mungu amekutia mafuta. Utawahubiria wale wanaoitwa wanyenyekevu habari nini? Njema. Kwa kila mwenye haki anahitaji kutoa mafuta. La jambo la pili, anayepaswa awe mnyenyekevu ili aweze tatu kugambwa moyo wake. Unajua kama ni Biblia tumesoma, wakati mwingine tumesoma mwanzo mpaka na mwisho, lakini kuna neno moja tu tunalihitaji katika neno. Unahitaji ufunuo unaoamisha maisha yako kituo, unaobadilisha hatima kwako na watoto wako, unaobadilisha hatima kwako kwenye kazi yako, unaobadilisha hatima yako kwenye biashara yako, unaobadilisha hatima yako katika kila mahali unapopita. Sema amen. Amen. Kanisa, umenielewa na malizema? Amen. Mungu akutie nguvu asubuhi ya leo. Unayenifuatilia na kunisikiliza mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Si useme tu amina kanisa? Amina. Sasa naenda baada ya kugangwa moyo wewe ambao umevunjika. Jambo la tatu anasema ukishagangwa moyo wao uliokuwa umevunjika, unawatangazia sasa mateka kwa nani? Huru. Hilo ni jambo la nne. Mtu ambaye amefungwa, kazi yake imefungwa, uchumi wake umefungwa, ofisi yake imefungwa, biashara yake imefungwa, hata moyo wa toba na kunyenyekea ndani yake nako kumefanyaje? Kumefungwa. Lakini ukishapata hayo matatu, la nne anazungumza habari ya kufanyaje? Kuwatangazia nani? Mateka kwa nani? Kwa huru. Biashara iliyotekwa nyara tunaitangazia kwa huru asubuhi ya leo. Familia ambayo imetekwa nyara na shetani tunaitangazia ule huru asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Sema amina uliyobarikiwa. Kila madhabahu iliyoshikilia maisha yako, ni familia, madhabahu ya kwenu, madhabahu ya ukoo wako, inayoshikilia vitu vyako, unatamani kusonga mbele kwenda, lakini umeshindwa kwa sababu kuna vinavyo kushikilia. Jamani, kuna mtu ananielewa? Kaulize mfugo wale wanaofuga, kama ni mbuzi,
ni kondoo au ng'ombe unafuga kwa kufunga kamba. Kama umemfunga asubuhi saa 12 hapo mpaka saa 12 jioni, utakuta iko pale pale, hana namna ya kwenda, atazunguka raundi ile ile kwa sababu hawezi kutoka. Kwa nini? Jibu ni kwamba unalo mwenyewe amefungwa mguu, hawezi kwenda hatua nyingine. Kanisa, umenielewa? Sasa Biblia inasema waliofungwa. Hebu fikiri kama umefungwa. Nikisema tuimbe, wewe huwezi kufanyaje? Kuimba. Nataka tumshangilie Mungu, hawezi kushangilia kwa sababu wewe ni nani? Ni mfungwa. Asifiwe Yesu. Hao wafungwa walioko Kisongo, waambie leo tunawaambia waje kanisani. Watakuja? Kwa nini? Wao ni nani? Wamefungwa. Hawana uhuru wa kutembea wakiwa nini? Huru. Sasa ni kitu gani kimefunga maisha yako? Hebu fikiri na mimi, tutafakari pamoja. Ni wapi vitu vyako vimefungwa? Aidha uchumi. Unapofungwa unataka kuendelea, lakini wewe ni nani? Ni mfungwa. Mikono imefungwa, kinywa kimefungwa kwa maana ya moyo. Sasa ufahamu, akili yako imefungwa. Kwa kila unachokizalisha unazalisha mahali panapoitwa nini? Gereza. Gereza la kukosa unalolitamani. Hakuna mfungwa aliye huru. Hata kama angetamani afanye zaidi, ana akili nyingi, ana akili ndogo, lakini kuna jambo anataka kufanya, anajikuta amezunguka na kuta za nini? Za gereza. Hana mahali anaweza kufanyaje? Kwenda. Hana mahali anaweza akafanya sawa sawa, na ikaleta faida kubwa kwenye maisha yake, kwa sababu yeye ni nani? Ni mfungwa. Kanisa la Mungu, umenielewa? Amina. Naongelea point namba 4. Nimeanza moja, niko point namba 4. Kwenye kipengele hicho Mungu anipe neema unielewe katika haya ninayokufundisha asubuhi ya leo. Sema amina, kanisa la Bwana. Amina. Yesu Kristo asifiwe. Amina. Anasema kuwafungua unasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari ya kufanyaje? Kufunguliwa kwao. Nani ana uwezo wa kumfungua? Anaitwa nani? Mfungwa au mateka. Mambo mawili, kuna mfungwa na kuna nani? Mateka. Jambo wote hao wanaitwa kwa pamoja ni wafungwa. Kwa sababu yule mteka, kwani unamuona siko chini ya utawala wako? Si unamfanyia unapotaka wewe mwenyewe? Sasa Biblia inasema kama shetani amekuteka nyara, kuabudu kwako utasahau. Usiruhusu moyo wako isononeke. Usipime mambo mazito ulionayo kwa kuvunjika moyo au kwa kuona kama Mungu hawezi. Mbona kama amenipa kisogo ameniacha? Mbona mambo haya kwangu ndiyo yanazidi kuwa mabaya? Kadiri vita vinapokuwa kali kupita maelezo, ndio ushindi wako umekaribia hapo. Kwa unapokusogelea ushindi, na vita vyako vinazidi kuwa nini? Kali zaidi au kubwa kwa lugha nyingine. Lakini nazungumza asubuhi ya leo, anasema kuwatangazia hao waliofanyaje? Tekwa. Wawe nini? Huru. Inawezekana ongea na mtu ambaye kazi yake iko kwenye nini? Mateka. Biashara za mateka, familia za mateka, ndoa zilizofanyaje? Zilizotekwa. Na inawezekana mfunguzo hata ardhi na yenyewe inakuwa kwenye nini? Mateka. Kwa kila unapotaka kwenda, hauna mahali unaenda kwa sababu wewe ni nani? Ni mateka. Yesu asifiwe. Amina. Lakini anasema ukishatiwa mafuta unashinda haya. Utashinda kuwa mateka,
utashinda kuwa mfungwa, utashinda yale mengine yote niliyokufundisha, maana wewe una roho wa Bwana uko juu ya nani? Yako. Kwa unahitaji asubuhi ya leo utiwe mafuta, ikiwa roho Bwana amekuja juu yako, ili uwatangazie wale waliofungwa habari ya kufanyaje? Kufunguliwa kwao. Huwezi kumtangazia mfungwa kufunguliwa kama huna haya mamlaka kufanyaje? Ya kufungua. Kuna mtu ambaye amefungwa uchumi wake, na kwa sababu umefungua, maana mamlaka ya mbingu inaungana na kinywa changu kinapotamkia asubuhi ya leo kwamba saa hii, mnamo tarehe ya leo, majira haya, siku fulani, Mungu ametangaza kwa kinywa changu kwamba huyu aliyefungwa uchumi wake amekufungua Bwana Yesu leo. Amina. Unasikia hiyo? Amina. Anasema yule ambaye ana imani, lakini yule ambaye bado ni mfungwa hana hakika. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayofanyaje? Yanayotarajiwa, bayana yasiyoonekana, lakini tunaamini kwa imani. Sema amina. Amina. Hao baba zetu wa imani wana mambo waliyafanya ya majira haya, lakini wao kwa macho ya nyama hawajafanyaje? Hawajayaona. Sema amina uliyebarikiwa. Kwa kufunguliwa, tunafungua nini? Nani amefunga hatima yako? Nani amefunga kazi yako? Nani amefunga biashara yako? Nani amefunga nyumba yako? Nani amefunga watoto wako? Maana yake nyumba yote ikifungwa, kama ni baba, unaona yale majukumu ya baba hayawezekani, na unaweza ukamlaumu, lakini usijue shida sio yeye. Shida ni kwamba kuna roho imekuja kumtia wapi? Gerezani. Na sio kila mtu ambaye amefungiwa kufuli, kwa maana wale wanaojua wako Kisongo na kwingine kokote kwenye magereza, hao ndio wafungwa peke yao. Kuna wafungwa walioko wapi? Nje, lakini ni wafungwa. Afadhali aliyoko Kisongo kuliko ambao amefungwa na shetani. Umeelewa? Aidha, kuna mtu ambaye kifungo chake ni uongo, hata dakika 10 atakudanganya tu. Hicho ni kifungo, ni gereza lake. Mwingine ni hasira, na yenyewe hiyo ni nini? Ni kifungo kimemfunga. Mwingine ana chuki binafsi ya kuwachukia wengine, na mwingine ukisikia amefanya vizuri, ndio moyo wake unaputa, anasikia vibaya. Kwa nini fulani ndio afanikiwe, sio mimi? Mafanikio ya mtu hayatokani na wewe, yanatokana na nani? Na Mungu aliye hai. Kwa unataka kufanikiwa, kaa magotini kwa nani? Kwa Mungu. Akufungue kwanza. Ukishakuwa wewe sio mfungwa, ukishakuwa sio mateka, ukishakuwa sio mfungwa, kila kitu chako kinafanyaje kanisa? Naongea, kinafunguliwa. Unashangaa utalima bustani itastawi, kwa sababu wewe sio nani? Sio mfungwa. Kama unafanya biashara utafanikiwa, kwa sababu wewe sio nani? Sio mfungwa. Amina. Kanisa, nimeeleweka? Mungu akupe neema ya kunielewa. Yesu Kristo asifiwe. Wateule wa Yesu, mnanielewa kadiri? Amina. Lakini kama Bwana hajakupaka mafuta, yaani hujatiwa mafuta, bado utaendelea kuja kanisani, lakini wewe ni nani? Mfungwa. Ni mfungwa. Kuna kitu kimekufunga kwa siri. Umefungwa. Aidha unajua au hujui, lakini wewe ni nani? Ni mfungwa. Lakini Yesu amesema ametuweka kwa nini? Huru. Lakini ajabu ni kwamba mpaka sasa kuna walokome wako kwenye nini? Kifungo. Japo Yesu alikuja kutangaza kwa nini? Huru wao. Aza kwa kupigwa kwake Yesu sote tumekuwa nini? Huru. Tumepona kwa kipigo alichopigwa. Yesu alipovuliwa nguo akabaki uchi, alisema kwa kudhalilishwa kwake, mimi nisifanyaje tena? Nisizalilike tena. Lakini ni wangapi leo
ambaye dunia inawadhalilisha na hali wanasema wana nani? Wana Mungu. Ukiangalia jamii walioamini wanapita mazingira magumu kuliko hata yule ambaye anavuta bangi na anafanya makazi yake, anaona hela, anaona hiki kile. Lakini hao ambao wamejidhatiti ndani ya mioyo yao, hawana mbili, ni moja tu katika Kristo, hao mapito yao sio ya nini? Sio ya kawaida. Asifiwe Yesu. Nasema Yesu asifiwe, wateule wa Bwana. Je, nani amefunga maisha yako? Umefungwa na nani? Amefunga nani maisha yako? Kazi yako imefungwa na nani? Ofisi yako imefungwa na nani? Hata swala la moyo wako ni mateka. Mikono yenyewe pia inafanyaje? Inafungwa. Miguu inafanyaje? Inafungwa. Ukitaka kupata stadia wako, kamuulize Samson, atakwambia alipokutana na Delila, yule mwanamke kahaba, alifunga nini? Miguu, alifunga mikono, alafu alipomaliza kwa kumnyang'anya siri iliyokuwa ndani ya moyo wake, yaani ule ufunuo uliokuwa ndani ya Samson, ya kukoa mageti, ya kuangusha makuta, ya kupiga watu na taa ya punda, akamnyang'anya ujasiri. Siku moja anamwambia Wafilisti wanakujia, akijua ameshamfunga yeye sio huru tena, alafu amewahifadhi maadui kwenye ufungo wa kitanda chake. Jamani, unaelewa? Samson alipokuwa anateremka Timuna huko kwa Wafilisti, akawaambia wazazi wake, nimemuona mwanamke huko nilikoendea Timna. Wazazi wakamwambia, huyo hakufai, ni Mfilisti huyu, watakutoboa macho wewe mwananchi. Unapokuwepo na mtu ambaye amekuzidi aidha kiroho aidha kiumri, una sababu ya kumsikiliza kwa sababu anafahamu mengi. Wewe ukileta ujuaji anakuacha, lakini utaangukia puani. Kanisa, umeelewa ndio nasema? Samson alionywa na wazazi, akamwambia hapana, kama ni mwanamke wa kuoa usiolewe huko kwa Wafilisti, njoo wako Waebrania kwa ndugu zao. Akakataa. Sasa mimi nina kisa na hao watu. Wakamtoboa macho, alafu anaweka maadui zake chini ya uvungu. Alipomaliza anaogonga, anamwambia tokeni, nimeshamaliza kazi. Naongelea habari ya kufungwa. Nani amefunga maisha yako? Huduma inaweza kufungwa pia. Unanielewa? Yaani wale unaoongoza wamefungwa. Hakuna ambaye ana ujasiri hata kwenda nyumba ya pili kusema naye habari za Yesu. Yaani wewe ukitoka kazini kwako, nyumbani kwako, kana kwamba kuhubiri injili kulishamalizwaga, imekuwa wakati zilizopita. Kila siku aliye huru, hata ukipanda ladala utasema naye mtu habari za nani? Za Yesu. Kama unaendesha gari umempa mtu lifti, akigeukia unampa habari za Yesu. Unaenda ofisini unasema habari za Yesu.